Okay, tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya somo letu linalosema mbinu za kisaikolojia za kuepuka kuumizwa katika mapenzi. Katika sehemu hii tutajifunza mbinu ya 5 na ya 6. Karibu sana tujifunze pamoja. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Sasa mbinu ya 5 ni kutambua zana ya kuwekeza kwa awamu. Hii tunaiita incremental investment. Sasa unajua katika saikolojia ya uchumi na mahusiano kuna kitu kinasema huwezi kuweka akiba yako yote ya fedha kwenye benki ambayo hujui usalama wake. Hivyo hivyo hata pia kwenye mahusiano huwezi kuwekeza hisia zako zote, muda wako na rasilimali zako mwanzoni wa mahusiano. Hiyo ni hatari kubwa kisaikolojia, kwa sababu kabla hujajua mtu kama yuko tayari kuwa na wewe, ukawekeza rasilimali zako zote, muda wako au na hisia zako zote, baadaye utakuja kuumia zaidi. Wale watu wanaoumiaga zaidi kwenye mahusiano na wale ambao wamewekeza kwa 100%, alafu unakuta mwenzake kawekeza kwa 20% mwanzoni mwa mahusiano. Sasa kuna sababu kwa nini mtu anayewekeza zaidi mwanzoni mwa mahusiano anaumia zaidi kwenye mahusiano, na kwa nini haitakiwi kuwekeza mwanzoni mwa mahusiano kabla hamjakaa na mtu na kumwelewa vizuri. Jambo la kwanza ni upofu wa thamani. Unapowekeza kila kitu mwanzoni kwa kupitiliza, kama kwa mfano upendo, huduma, rasilimali au utii uliopitiliza kwa mtu ambaye bado hajazihirisha uaminifu wake kwako, unajitengenezea kukuona wewe kwamba vile vitu ambavyo unampa ni vitu vya kawaida kuvipata kwa sababu hajavitolea jasho. Kwa sababu kuna saikolojia moja ya uchumi inasema binadamu waga tunavithamini vile vitu ambavyo tunavipata kwa shida. Sasa ukimpa mtu vitu kwa haraka bila hata sababu yoyote, yani tumempa, maana yake anavichukulia kawaida na kuviona havina thamani. Kwa mwisho wa siku anavichukulia poa na kuviona kwamba ni vitu vya kawaida zaidi kwake, kwa sababu amepata bila gharama yoyote. Amepata tu kwa sababu yani imetokea tu. Sasa hivyo vinapungua thamani kwake. Lakini jambo la pili ni kujitengenezea deni la kihisia. Sasa unajua, kwa mfano unapokuwa unajitoa zaidi kwa mtu alafu yeye hajitoi, kinachotokea unapata kinyongo kwa sababu mwenzako hafanyi kama vile unavyofanya wewe, na mwisho wa siku unajisikia hasira, maumivu, na baadaye unaanza kujiona kama unadhulumiwa kihisia, kwa sababu wewe unavyojitoa na mwenzako anatakiwa ajitoe hivyo hivyo. Lakini mwenzako akiwa hajitoi afu unajitoa zaidi, utaona kama unadhulumiwa kihisia, na hiyo itakuja kuletea maumivu baadaye. Sasa kuna mbinu ambazo zinaweza kusaidia ili usiwekeze mapema zaidi, ili usije kuumia baadaye. Jambo la kwanza kabisa ni kulinganisha kasi ya mwenzako, yani match their pace. Unajua mahusiano ni kama mchezo wa tennis. Unavogonga na mwenzako atakuwa agonge. Lakini ukiona unagonga kile tennis mwenzako agonge, ni sawa na unacheza bure. Sasa kwenye mahusiano atakuwa iwe hivyo hivyo. Ukiona mwenzako hajitoi zaidi kwako, na wewe utakuwa uendane na kasi hiyo hiyo. Ukiona mwenzako anatamani zaidi kujua kuhusu wewe, na wewe utakuwa uende hivyo hivyo. Ukiona mwenzako hakufuatilii labda kujua wewe unaishi wapi au unafanya nini, na wewe utakuwa uende hivyo. Ukiona hakupigii simu, na wewe utakuwa ufanye hivyo. Ukiona labda hafuatilii kuhusu maisha yako, utakuwa uendane na kasi ya kwake. Usipoendana na kasi ya kwake, maana yake unakuja kujitengenezea maumivu makali baadaye. Lakini jambo la pili, tofautisha kati ya kujitolea na kuvutiwa. Unajua kwenye mahusiano mtu anaweza kuwa amevutiwa na wewe, tunaita attraction kimwili, lakini na jinsi ulivyo, lakini akawa hayuko tayari kujitolea kufanya maamuzi ya kuwa na wewe. Sasa unatakiwa utambue kwamba ukiona mtu wa namna hiyo usianze kuwekeza zaidi. Unakuta mtu kwa mfano labda mwanamke ameshahamia kwa mwanaume ambaye hata hana mpango wa kuishi naye, anaanza kumpikia, yani kufanya majukumu yote kama mke. Lakini pia na mwanaume unakuta kuna watu wanasomesha, anatoa huduma zote, lakini bado hajadhihirisha kwamba huyu mtu tayari ameshaanza naye kujitoa na kujidhihirisha kwamba yuko sahihi kwa huyo mtu ambaye anafanywa hivyo vitu. Kwa hapo unajitengenezea kuja kuumia baadaye, kwa sababu mtu anaweza kuchukulia wewe ni kama rafiki wa kawaida au mpenzi tu wa kupita. Wewe unajitoa, unatoa huduma zote, unalipia kila kitu. Unakuta mtu analipia kodi, analipia huduma zote, lakini huyo mtu unakuta anamchukulia kama rafiki au mpenzi tu wa kupita. Sasa hiyo inakuja kuletea baadaye maumivu, na watu wengi unakuta hadi wanajiua au wanapitia stress ambayo inaweza kuleta hata changamoto ya afya ya akili, kwa sababu ya kuwekeza zaidi ya kawaida kwa mtu ambaye bado hajajua kwamba huyu mtu labda ni sahihi kwake. Kwa hiyo lazima utofautishe hivyo vitu, kwamba mtu amevutiwa na wewe au mtu amejitolea kwamba yuko commitment na kuwa na wewe. Sasa ukijitoa zaidi kwa mtu ambaye hayupo commitment na wewe, ndio baadaye unakuja kuumia zaidi.
Lakini jambo la tatu, wekeza katika muda na udhibitisho. Usikimbilie kuwekeza kabla hujajua vitu ambavyo vitakwambia huyu mtu ni sahihi. Lazima mtu umpime kwenye vitu vidogo vidogo, na hili jambo lazima linahitaji muda. Lazima mtu umpime kwenye uaminifu wa vitu vyake, ahadi zake, mambo madogo madogo anayokufanyia. Ukiona anakuwa mwaminifu, basi hapo na wewe uwe tayari kuwekeza na wewe nafasi yako. Lakini ukiona mtu anakutenga, anakukimbia, hapo wewe ukawekeza, maana yake unakuja kuumia zaidi baadaye. Unajua bana, katika mahusiano lazima wote mwekeze. Ukiona wewe ndo unawekeza zaidi kuliko mwenzako, maana yake unajitengenezea mazingira baadaye kuja kuumia. Mahusiano ni sawa na kama akaunti hiyo ya benki, kwamba huwezi kuweka pesa sehemu ambayo huna uhakika na hiyo benki na huiamini. Kwa hiyo ukiwekeza kwa mtu ambaye humwamini, bado hujamjua vizuri, baadaye unakuja kuumia zaidi. Na watu wengi wanaingia kwenye mtego huu. Unakuta tu mwanzo wa mahusiano anaanza kununua vitu, ananunua simu, anampa mwanamke labda hela nyingi, au mwanamke naye anampa huyo mwanaume hela nyingi, ambao hata bado hajamfahamu huyo mtu kwamba ana lengo gani na yeye. Unatakiwa kwanza umpe muda kumpima na kumwangalia. Hapo ndipo uweze kuwekeza na kumpa mtu moyo wako. Kikubwa ni kumchunguza na kutumia busara. Lengo la mbinu hizi sio kwamba kutokumjali mtu, bali ni kutumia busara katika mahusiano na kujua sehemu sahihi ya kuwekeza hisia zako, sio kuwekeza tu sehemu ambayo inakuwa sio sahihi. Sasa mbinu ya 6 ni kukubali kuwa maumivu ni sehemu ya maisha. Unajua hii ni mbinu yenye nguvu zaidi, kwa sababu unajua mara nyingi sio kwamba eti ujifiche kabisa usiingie kwenye mahusiano au uyaogope kabisa mahusiano. Issue ni kuwa na ujasiri. Hata maumivu yanavyokuja au mambo yanapobadilika, ni kuwa na ujasiri wa kuyakubali na kuendelea na maisha mengine. Unajua watu wengi wanaoumia katika mahusiano ni ile hali ambayo iliwafanya wahisi ndo wanaumia zaidi. Yaani kwa mfano, unakuta mtu alipoachwa, ile hali ya kuamini kwamba huyu mtu alikuwa ni sehemu ya maisha yake ndio inamfanya aumie zaidi. Lakini unapoamini kwamba kuna baadhi ya watu wamekuja kwetu kwa ajili ya kutufundisha, ni kama shule, basi wataondoka, manake utakuwa kwenye mazingira mazuri ya kutokuumia zaidi. Kuna kitu kisaikolojia kinaitwa anaptophobia. Ni hali ya mtu kujisikia mpweke au kuhisi kwamba hapendwi. Hii ndio inamfanya mtu aendelee na mahusiano yenye dharau, usaliti na mahusiano ambayo sio salama kwake, kwa sababu tu ya kuumia vile, kujisikia labda kuachwa, ndio inamfanya aendelee kuvumilia maumivu ya mahusiano ambayo sio salama kwake. Sasa kwa nini ile hofu ya kuogopa kuumizwa inaweza kupelekea wewe ukaumizwa zaidi au ukaumia kwenye mahusiano? Jambo la kwanza kabisa ni wivu na ukaguzi usio na tija. Unapoingia kwenye mahusiano yote na hofu ya kuumizwa, unakuwa kama askari anayesubiri vita. Muda wote unakuwa unakagua meseji, unatafuta mwenzako kakosea wapi, unakuwa unamfuatilia mtu sana kuliko kawaida. Unajua hali hii kisaikolojia, unapomfanyia mtu hivyo, anakuona kama unataka kumtawala. Kwa badala ya kumlinda asiondoke, unamfanya akimbie, kwa sababu mara nyingi binadamu hawapendi kutawaliwa. Ndio maana hili neno hata wanawake wanaita king'ang'a. Yaani unapokuwa na ile hofu, unakuwa unampigia kila saa meseji, kila saa unakuwa unauliza maswali, anaona kama wewe humpi hali ya kuwa na space ya yeye kuwa na mambo yake mengine. Kwa badala ya kumlinda, unamfanya akimbie zaidi. Wewe unakuwa unaona kama unamlinda, lakini ndio unamfanya akimbie zaidi. Lakini jambo la pili ni kupoteza uwezo wa kufanya maamuzi, tunaita disempowerment. Unapokuwa na hofu ya kuumizwa, manake utafanya vitu ambavyo vitampa nguvu huyo mtu ya kuonyesha kwamba huwezi kuishi bila yeye, na hapo anaweza kufanya jambo lolote analotaka yeye, kwa sababu anajua wewe huwezi kufanya chochote kwa sababu huwezi kuishi bila yeye. Sasa hii itakupelekea wewe usiwe na uwezo wa kufanya maamuzi, kwa sababu huwezi kufanya maamuzi kwa sababu unampenda na huwezi kuishi bila yeye. Na yeye akishagundua hivyo, manake atakutawala na kuongoza anavyotaka. Sasa hii ni hatari, kwa sababu inaweza kuletea maumivu baadaye endapo utakuja kugundua labda hakupendi au akija kukuacha. Sasa kuna mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kusaidia kujenga ujasiri wa kutokuogopa kuumizwa unapoingia kwenye mahusiano, ili usije kuumizwa. Jambo la kwanza, jiandae kisaikolojia bila kuwa na mashaka. Yani hope for the best, prepare for the worst. Unajua mahusiano ni kama vile unapopanda gari. Unajua kabisa kwamba unapopanda gari inaweza kutokea ajali, lakini issue sio kwamba kuogopa kupanda gari. Issue ni kufunga mkanda na kusimamia zile sheria za usalama. Hivyo hivyo pia kwenye mahusiano, mkanda wako wa usalama ni kuwa na ujasiri, sio kuogopa, kwamba kujua kwamba hata kama mtu akibadilika, basi nitaendelea na maisha yangu mengine. Kitu kikubwa ni kwamba
Unatakiwa mtu kumpa upendo mkubwa ambao unastahili, yani upendo wa dhati, lakini akibadilika basi unabidi kubayana hiyo hali na kuendelea na maisha yako mengine. Lakini ukiogopa kabisa, ndio na utengenezea ile hofu ya kuanza kumkagua na kumfuatilia, na hiyo itamfanya mwenzako akimbie baada ya kubaki, na atakuona kama wewe ni tishio kwake. Baada ya kutengeneza mahusiano, basi atakuwa mahusiano ya hatari kwake. Lakini jambo la pili, lazima utambue thamani yako haipotei kwa kumpoteza mtu. Hili jambo nitakuwa ufahamu. Chukulia mfano 10,000 inavyodondoka kwenye matope, haiwezi kubadilika kuwa 1,000 au 5,000. Lazima utambue kwamba hata kama mtu amekuacha, sio kwamba eti thamani yako haipo au wewe hauna thamani, bali ni yeye mwenyewe kaamua kwa maamuzi yake, lakini thamani yako hiko hivyo hivyo. 10,000 hata kama uidondoshe wapi, bado itaendelea kuwa 10,000. Lazima ukubali kwamba wewe ni mtu wa thamani. Hata kama mwenzako amekuacha, basi ameamua yeye kwa maamuzi yake, na huenda na changamoto zake au mambo yake binafsi ambayo ameamua kukuacha wewe, lakini sio kwamba wewe hauna thamani. Ukiwa na mtazamo wa namna hiyo, hauwezi kuumia kwenye mahusiano na hauwezi kuwa na hofu ya kuumizwa katika mahusiano, kwa sababu hofu ya kuumizwa ndio inakufanya uwe na wasiwasi muda wote. Lakini ukiamini kwamba mtu ukuacha, sio kwamba wewe una thamani, bali thamani yako bado iko pale pale. Lakini jambo la tatu, jifunze sanaa ya kuachia, the art of let go. Unajua watu wengi wanang'ang'ania mahusiano ambayo yamewaumiza kwa sababu tu ya ile hofu ya kuumizwa au ile hofu ya kuachwa. Mtu anakuwa anajisikia hayuko vizuri, anajisikia kukosa amani, mpaka anaanza kurudia mahusiano yake ya nyuma ili kujituliza. Sasa unatakiwa ujifunze jinsi ya kuachilia mambo. Lazima ukubali kwamba kuna watu wamekuja kwenye maisha yetu kutufundisha, na mambo mengine yamekuja kwetu kwa ajili ya kutupa elimu na kututoa sehemu moja na kutupa ufahamu wa mambo fulani. Kwa hiyo lazima ukubali kwamba hii ni sehemu ya maisha, na huyu mtu amekuja kwangu kwa kupita kwa ajili ya kunipa elimu ya jambo hili. Kwa hiyo utakuwa ukubali na kushukuru kwa yale yaliyotokea na kuendelea na maisha yako mengine. Lakini ukiendelea kung'ang'ania na kuruhusu mahusiano yale kuyafufua ambayo yalikuwa yameshaanza kufa, manake uko kwenye hatari ya kuumia. Jifunze sanaa ya kuachia, kwamba kuna baadhi ya mambo yametokea kwenye maisha yako, sio lazima kuendelea kung'ang'ania. Nitakuwa kujifunze na kuyaachia yaende. Hapo utakuwa salama na hautaweza kuumizwa tena kwenye mahusiano. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Hebu niambie katika comment section umejifunza nini katika somo hili, na nitafurahi kuona comment yako. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Bye bye, tukutane kwenye somo linalofuata.